Kwingineko, Kassim Sengeza ambaye ni MCA ama diwani wa eneo hili la Mkongani katika kaunti ya Kwale ameweza kutangaza rasmi kuwa atakuwa akiwania kiti hicho kwa mara ya pili, ama atakuwa akitetea kiti hicho ambacho anakishikilia. Lakini katika hotuba yake pia akaweza kudadavua kwa marefu na mapana juhudi ambazo ameweza kuziweka kuhakikisha kuwa kwa njia moja ama nyingine basi analeta maendeleo katika maeneo haya. Pia ameweza kukemea vikali propaganda nyingi ambazo zinaendeshwa katika eneo hili, ikiweza kumnyoshea kidole pengine cha lawama ama kuweza kuonyesha kuwa huenda akawa hachapi kazi kwa njia moja ama nyingine. Ameweza kuzungumza ni fedha zipi ambao ameweza kuzitenga, akizungumza moja kati ya barabara wameweza kuitengia takriban shilingi milioni 12 katika eneo hili kuhakikisha kuwa wanakuwa na barabara ambazo zinakuwa na ubora zaidi. Mbali na hivyo, pia ameweza kuzungumzia masuala ya afya, akaweza kuzungumzia kimoja kati ya kituo cha hospitali maeneo haya ama kituo cha afya ambacho kiliweza kutazamiwa kuwa kungejengwa maabara, na badala yake akasema kuwa badala ya kutengeneza maabara itakuwa bora zaidi kuweza kuletwa dawa pamoja na bidhaa tofauti tofauti ama vifaa, na ni kitu ambacho ameweza kukitaja kuwa kipo katika mikakati ya kuweza kukimalizia. Mbali na hivyo, ameweza kugusia miradi mingi zaidi ambayo wapo katika mchakato wa kuifanya. Kwa hayo na mengi zaidi, hebu tusikilize hotuba yake alipokuwa akizungumza katika hafla hii ya kumtawaza William Ndeti. Mimi pale kwangu Burani, pale kituo changu cha Burani, nilipigwa kura 661. Yule wa pili alipata kura 35. Ye wa pili wapata gavi? Nani sikirebo ngajirevi? 661 na yule wa pili na kura 35. Na saa hii nimezikata vizuri kule na najua nitapigiwa kama kura 1000. Hayai nisikire basi. Na huku na kwanza huku nilikuwa napigwa kura 55, lakini saa hii nitapigiwa zote. Amba vivyo baba, tumpigieni kura huyu bwana. Watu wa Mbegani, watu wa Tiribe, watu wa Kwale. Lakini tuanze wapi? Tiribe kwanza, ambao ndio imezaa nani? Imezaa Ndeti. Huyu ni rafiki yangu, ndio maana jana aliniambia sijui nipigiwe, alikuwa ametuma mtu wa Samburu anipigie simu mimi ndio anialike mkutano. Haya, kana merago. Yaani mimi ndio mwenye Mkongani, lakini ana rafiki yake anaitwa Shede kule Samburu. Anasema atapigiwa na Shede ndio nije ngamba mimi ndakuja atakasipigiwe Shede na tavipi. Kwa sababu hapa ni nyumbani. Akipata huyu tukishirikiana tunafanya kazi nzuri hapa Kwale nzima kwa ujumla. Mimi ni MCA wa Mkongani, nawakilisha Mkongani, lakini kwa bunge la wapi? La Kwale. Ndio maana tukisikia kuna lalama sitachukua. Mimi niwaambie kitu kimoja. Mimi nachukua responsibility na ile cheo changu ambacho amenipatia. Sitaanza kulalamikia gavana sijui hajafanya nini. Nina jukumu mimi kama MCA kwamba nihakikishe ile pesa ambayo nimeiweka imefanywa kazi nzuri. Kazi yangu ni kupitisha bajeti. Niko kwa kamati ya bajeti. Na kazi yangu ni hakikishe pesa nimefanyaje? Nimepitisha pale bungeni. Baada ya kuwa nimepitisha, gavana ni afanye kazi vile ambavyo tumesema. Kama hajafanya kazi vile tumesema, ndio tunaulizia sasa hii pesa imeenda wapi? Tuko pamoja? Mimi niko kwa kamati ya afya. Huyu yuko kwa kamati ya afya. Na shamani wetu ni wa yule kule Makina, anaitwa Mwagawari wa soko Monyani. Tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba Mbegani kuna vifaa vya kutosha. Mkongani kuna vifaa vya kutosha. Kuna madaktari wa kutosha. Lakini tikalase pesa kazi zile kulako Zulu. Utamwandika mtu ili umlipe nini? Utamlipa nini? Juzi tulipewa ratiba ya wafanyikazi ambao wanahitajika hapa Kwale wa afya ndio waweze kutosheleza at least maofisa wawili kila dispensary na health center. Ile bajeti tulipewa ni ya milioni 280 kwa mwaka, zaidi ya ile ambayo iko pale. Pesa hakuna. Nituandike wale watu? Hatuwezi kuandika. Kwa hivyo wakati najua barabara ya Mbegani ni mbaya, lakini
mimi siwezi kuchukua jukumu niseme hii ni gavana ndiye ambaye haifanyi iwe nzuri, kwa sababu kama mimi nimeweka pesa alafu nisije niangalia ile barabara ikitengenezwa, mtanilaumu. Kama sijaiwekea pesa ile barabara, mtamlaumu gavana na nini? Nimewekea shilingi milioni 12 barabara huu mwaka 2026-27, milioni 12. Kama haitatengenezwa sasa ndio mnauza. Sababu election ndakalefika, mtakuja kutuuliza ulisema uliweka milioni 12, mbona barabara bado iko hivi? Si ndio hapo utaulizana? Hii barabara haijaharibika miaka 2 ambayo imepita. Hivi vyote hivi. Kuna viongozi wamekuwa miaka 10 hapo. Na zaidi ya miaka 10. Sio ungetengeneza vizuri ndio tusije tukulalamika saa hii. Ama tulikuwa tunapiga kura wakati huo. Kwani kwa kupiga kura wakati huo waanza sengeza juzi. Sikuwa tunapiga kura. Mbona barabara jere vivi? Mimi nimeamua kuweka pesa nyingi kwa sababu iweze kutengenezwa vizuri. Iko na milioni 12. Nafikiri wale ambao walikuja kwa public participation juzi walipitisha, na sasa hivi Jumanne inakuja bungeni, sisi tupitishe tuone barabara itatengenezwa vizuri. Lakini na walaumu wana Mkongani pia. Wakati mmewekwa kama kamati, msiwale hongo. Unanielewa? Kama uko mbele kwa sababu nyinyi ndio mtachaguliwa, mwambiwe hii barabara inatakana mara kutoka hapa mpaka hapa. Alafu mwale shilingi 2000 machero mtefukoni, machero za ula MCA, mtakulaumu wewe. Kama imetengenezwa hii barabara, imewekea pesa, mimi ni wewe mwananchi sasa kama kamati uwajibiki. Lakini ukipewa pesa, mkandarasi kazi ni pesa, ni biashara yule. Yule mkandarasi kazi yake nini? Ni pesa, atengeneze pesa nyingi. Sasa akipata kamati ambayo itakuwa iko hivi, unaedunga mapeni, ukipigwa 2200 watu 7. Si kila mwaka unataka ndio siku hiyo. Yule jamaa anatengeneza mamilioni. Kati ya milioni 12 anatengeneza kazi ya milioni 5, milioni 7 anafanyaje? Anaweka mfukoni. Yule ambaye atakuwa ameumea ni nani? Sisi wananchi, si ndio? Sisi ndio tunatumia hii barabara. Kwa hivyo sisi tukijukumika, na nyinyi nanyi mjukumike. Na kuna watu ambao wanajukumika vizuri tu sana. Hawataki kuona ufisadi kama huyu mzee Mbaraka huyu. Kumekuwa na bohol pale Kilindini ambayo imeomba sijui miaka 10 imepita. Juzi tumeitengeneza na ikawa ina shida, lakini ananiambia kama kuna shida ananiambia. Tumemlazimisha mkandarasi mpaka akahakikisha ameitengeneza vizuri ile bohol. Hivyo baba. Hapa Mbegani tumesema ukabila huko jamani. Na tusidanganyane kweli kama vile mama senator women rep amesema. Ukabila huko. Lakini ukabila uwe na ile tunaita positive. Mimi nilipochaguliwa MCA nilikuwa na uhuru wa kwamba niweke PA pale kwangu Burani, niweke coordinator pale kwangu Burani, niweke secretary pale kwangu Burani na kila mtu. Si hivyo? Lakini mimi nilisema nachukua kijana wa Mbegani wa Voya Mlungu awe PA wangu. Kijana Mkamba. Nilikuwa na mtihani, kwa na mtihani mkubwa sana. Lakini nikasema ni hivyo, ni Mkamba, awe nani, lakini nani ndiye PA wangu. Yule kijana alifanya kazi nzuri sana. Na saa hii pale Voya Mlungu kama vile anasema hiyo shule ilikuwa haijakuwa registered miaka 12. Juzi tulifanya registration na tumeleta walimu mpaka saa hii amesema ndio headmaster anasema mbona unaletea walimu wengi hivi? Yaani katika Mkongani ward ile ambayo ina walimu wengi saa hii kuna shule zina miaka 50. Lakini ile shule saa hii ina walimu wengi zaidi kati ya miaka 2 tu peke yake. Pigirani mako wa white na mbele. Hiyo nimefanya hivyo kwa sababu gani? Kila mahali ni Mkongani wote.